السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kitabu ambacho tutachokuwa nacho katika kipindi hichi cha Ramadhani kabla ya sala ya tarawih ni tathhiru al-i'tiqad an adrani al-ilhad. Tathhiru al-i'tiqad an adrani al-ilhad. Kitabu hichi kimeandikwa na al-Imam al-Allama al-Habr, wanasema ni anaitwa Amiru San'ani, Sheikh Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Yamani, na ishtuhira bil Amir, amepata mashuhuri kuitwa al-Amiru San'ani. Wanasema amepata shuhura kwa tamko hili la al-Amir li'annahu min al-usrati al-hakima, kwa sababu anatokea katika ukoo ambao ulikuwa wenye kuhukumu na wenye madaraka katika miji ya Yemen. Na kama sisi tunavyofahamu, wanavyuoni wa Yemen baadhi yao walikuwa wameathirika, bali wamekulia katika itikadi za rafidhia za tashayyu. Kwa hiyo al-Imam as-San'ani ni katika watu ambao asili ya itikadi yake ilikuwa ni itikadi ya Zaidia ni Shia ar-Rafidha, japo kwamba Shia hii inatofautiana na nyinginezo katika zama za nyuma. Na alisoma akaja akabadilika, na zaidi alisoma masala ya ilmu ya hadith, akaacha msimamo huo ambao yuko nao. Na huyo alikuwa katika karne ya 9. Al-Imam as-San'ani, al-Amir as-San'ani alikuwa katika karne ya 9 Hijria. Kwa hiyo aliathirika kwa mwalimu wake anaitwa Ibn al-Wazir, aliathirika zaidi kwa mwalimu wake anaitwa Ibn al-Wazir. Na katika watu ambao wameathirika pamoja naye al-Imam ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, al-Imam ash-Shawkani rahimahullah, na sababu ya kuacha asili ya madhhabi yao, al-iqbalu ala al-hadith wa mahabbatihi wa mahabbati ilmi al-hadithi, ni kuelekea hadithi na ilmu ya hadithi. Kwa hiyo baadaye wakawa ni katika wanavyuoni wa hadithi na katika wanavyuoni waliopata shuhura katika masala ya kuihami na kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukisoma katika historia katika miji ya Yemen, kulikuwa kuna Imam ash-Shawkani ambaye asili yake alikuwa ni Mshia, akaacha akaingia katika ahli sunna wal jamaa. Kadhalika huyo al-Amir as-San'ani, lakini shekhi wao alikuwa ni Ibn al-Wazir, naye ni katika wanavyuoni wa karne ya 9 Hijria. Na katika yale ambayo yamenakiliwa, alimhami na kumtetea sana Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab an-Najdi rahimahullahu ta'ala katika zama zake. Na jina la kitabu chetu ambacho tutakisoma cha al-Amir as-San'ani, tathhiru li'tiqadi an adrani al-ilhad. Tathhiru li'tiqadi an adrani al-ilhad, kuzisafisha itikadi kutokana na uchafu wa shirki, kuzisafisha itikadi kutokana na uchafu wa shirki. Na nitalieleza jina hili
kama tavultaja mwenyewe rahimahullahu ta'ala. Qala, anasema al-Imam al-Allama al-Habr al-Fahama الشيخ محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. chapa zinatofautiana. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuwa na chapa, kuna neno lenye faida akaona tumeliacha, basi aliseme. Akaona ni katika maneno ya kawaida ambayo ishazungumzwa, tofauti yake ni ndogo, basi inaendelea nayo. Kabla sijasahau, al-Imam as-San'ani nasabu yake inarejea mpaka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardhahu. Kwa hiyo alikuwa ni katika ahlul bait, Qala bismillahir rahmanir rahim. Anza kusoma kitabu hichi kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Qala alhamdulillahi alladhi la yaqbalu tawhid rububiyyatihi min al-ibad hatta yufriduhu bitawhid al-ibadah kull al-ifrad. Alhamdulillahi alladhi لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. هوني مقدمة. أنا سيما صفات njema anastahiki Allah ambaye la yakbalu tauhid rububiyyati, hakubali kupwekeshwa kwa rububia yake, ulezi wake. Allah ambaye hakubali kupwekeshwa kwa rububiyatihi, ulezi wake, yani tauhidi rububiyya min al-ibad, halikubali jambo hili kwa waja hatta yufriduhu bitauhidi al-ibada, mpaka wampwekeshe yeye kwa tauhidi ya ibada kulla al-ifrad, katika kila namna ya kupwekeshwa. Hapa kuna vitu viwili. Kuna kitu katika lugha wanakiita husnul istihlal. Kuna kitu katika lugha ya Kiarabu wanakiita husnul istihlal. Nini maana yake? Maana yake ni mtu kuanza katika utangulizi wake kwa maneno ambayo yanaashiria ile maudhui itakayokuwa katika maongezi yake. Yani kwa mfano utakaozungumzia habari ya kifo, ukaanza na kumhimidi Allah kisha ukataja mambo ya kifo. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal hayata wa ja'ala kulla wahidan lahu al-fina wa kadha. Yani hiyo anasema husnu istihlal. Kwa nini? Kwa sababu inaashiria yani wapi anaelekea yule mtu katika maongezi yake. Umeeleweka? Ukitaka kuzungumza habari ya ndoa utataja alhamdulillahi alladhi khalaqa al-azwaja min kulli ithnayn, hakadha. Umeeleweka? Kwa hiyo hapa Sheikh rahimahullah maongezi yake na utangulizi wake unaashiria kile ambacho nataka kukizungumza katika masala ya kupwekeshwa Allah azza wa jalla. Hilo la mwanzo. Kisha hapa karaja tauhidi mbili. Akataja tauhidur rububiyya na akataja tauhidul ibada. Akataja tauhidur rububiyya na tauhid al-ibada. Akasema vipi? Sifa zote njema ni za Allah ambaye hakubali tauhidur rububiyya. Tauhidur rububiyya ni ipi? Ni kuamini kwamba Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye mwenye kuruzuku, Allah ndiye mwenye kuendesha ulimwengu. Si ndio? Katika mambo haya matatu, ar-rizqu wal khalqu wat tadbir. Si ndio? Allah ambaye hakubali tauhidur rububiyya min al-ibadi kwa waja hatta yufriduhu, mpaka wampwekeshe yeye Allah bitauhidil ibada, kwa tauhidi ya ibada. Tauhidi ya ibada ni ipi? Kwa jina lingine tunaita tauhidi gani? Al-uluhiyya. Tauhidul ibada ndio ipi? Ndio ile tauhidu al-uluhiyya. Ni ipi? Ni sisi kumpwekesha Allah katika matendo yetu tunayoyafanya. Ukisali unasali kwa ajili ya Allah, ukichinja unachinja kwa ajili ya Allah, ukitufu unatufu kwa ajili ya Allah, ukifanya amali yako yoyote unamkusudia Allah azza wa jalla peke yake. Kwa hiyo hapa kuna tauhidi mbili, tauhidur rububiyya
na tauhidu yani al-uluhiyya ambayo inaitwa tauhidu al-ibada, ambayo Allah hakubali tauhidur rububiyya kwa waja mpaka wampwekeshe kwa tauhidi gani? Al-ibada ambayo ni tauhidi yani uluhiyya. Allah hakubali tauhidur rububiyya kwa waja mpaka wampwekeshe yeye kwa tauhidu gani? Tauhidul ibada. Kwa nini? Kwa sababu tumeona mara nyingi tunazungumza la ahadan iddaa anna hunaka man yakhluqu ma'a Allah, hakuna mtu anayedai kwamba kuna aliyeumba pamoja na Allah. Watu wote ulimwenguni wanaikubali tauhidi gani? Ar-rububiyya, tauhidi ya uungu, ya ulezi, tauhidi ya ulezi, kwamba Allah yeye ndiye mwenye kuruzuku, Allah yeye ndiye mwenye kuumba, Allah yeye ndiye mwenye kuruhisha. Watu wote katika ulimwengu wanalikubali jambo hili. Ndio maana Allah akasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allahu, ukiwauliza nani aliumba mbingu na ardhi watasema ni Allah. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini Allah kakithirisha kuitaja tauhidur rububiyya ndani ya Qur'an? Kwa nini Allah amekithirisha kuitaja tauhidur rububiyya ambayo tunaona watu wote wanaikubali, na hiyo peke yake haimfanyi mja kukubalika mbele ya Allah kwamba yeye ni Muislamu? liyuqima alhujjata ala alladhina aqarru bitauhid ar-rububiyya. Allah ameitaja tauhidi hii rububiyya ili kuwasimamishia hoja wale ambao wanaikubali hii tauhidi. Ikiwa nyinyi mnaamini Allah ndio aliumba mbingu, ndio aliumba ardhi, ndio mwenye kuruzuku, ndio mwenye kuleta mvua, kwa nini msimwabudu? Kwa nini msimuelekee? Kwa hiyo hapa anasema alhamdulillahi alladhi la yaqbalu tauhid rububiyyati, Allah ambaye hakubali tauhidi ya ulezi wake min al-ibadi, kutoka kwa hao waja, hatta yufriduhu ay yuwahiduhu, mpaka wao wampwekeshe Allah bitauhid al-ibada, kwa tauhidi ya ibada ambayo ni tauhidi gani? Al-uluhiyya. Kwa maana hiyo alaka iko wapi baina tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya? Alaka ile kuwepo توحيد الربوبية يستلزم توحيد ماذا؟ العبادة الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. mtu akikubali tauhid al-uluhiyya maana tayari kishaamini Allah, uwepo wake, uumbaji wake, nguvu zake, riziki zake, si ndio? Lakini mtu akiamini tauhid ar-rububiyya bado lazima alazimishwe aingie katika tauhid gani? Al-uluhiyya. Yani vitu hivi viwili kimoja kinakilazimisha chenzake. Ukiamini kwamba Allah yupo, aliumba mbingu, aliumba ardhi, yeye ndio mwenye kuendesha ulimwengu, hii inakulazimisha umpwekeshe katika matendo yako unayoyafanya. Lakini ukiamini tauhidi ya pili, hii tauhidi ya ibada, maana tayari ushaamini tauhidi gani? Ar-rububiyya. Tumeelewana jamani? Haya. anasema hatta yufriduhu bitauhidi al-ibada. Tauhid al-ibada ni tauhid al-uluhiyya, kull al-ifrad, kila aina ya kumpwekesha. Min ittikhadhi al-andad, kwa kutojifanyia al-andad. Andad ni jam'u ya neno niddun. Al-andad ni jam'u ya neno niddun, ambayo maana yake ni ash-shuraka, ash-sharikun, al-mathilu. Mtu kutojifanyia washirika, wale wenye kuchukua nafasi ya Allah azza wa jalla. Fala yattakhidhuna lahu niddan, kwa hiyo wasimfanyie Allah azza wa jalla mshirika. Wala yad'una ma'ahu ahadan, na wala wasimuombe pamoja naye Allah mwingine yoyote. Wala yattakiluna illa alayhi, na katika baadhi ya nuskha imekuja wala yatawakkaluna, si ndio? hoja tumekuja wala yattakiluna, yattakilun. Naam, wala yattakiluna illa alayhi, na wala wasimtegemee isipokuwa yeye. Kwa hiyo ametukuka, amesifia njema ni za Allah ambaye haikubali tauhid rububia yake kwa waja mpaka wampwekeshe kwa tauhidi ya ibada, kila namna ya kupwekeshwa. Min ittikhadhi al-andad, wampwekeshe kwa kutomfanyia Allah washirika. Ukimwabudu Allah na mwabudu peke yake,
Allah hana mshirika katika yote anayoyafanya. Allah azza wa jalla hana mshirika. Na ukitazama ndani ya kitabu kama tutaviona ndani yake kuna raddun ala muqallidina muti'ina lidu'ati ad-dhulal au ad-dhalal, wale watu wenye kufatafata, hasa wenye kufata walinganizi wa potovu ambao wenye kuwahimiza na kuelekeza watu katika mambo ya ushirikina na kuwaomba wengine asiyekuwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo anasema fala yattakhiduna lahu niddan, wasimfanyie Allah azza wa jalla mshirika, wala yad'una ma'ahu ahadan, na wala wasimuombe pamoja na yeye Allah azza wa jalla mwingine yeyote. Kimuomba muombe Allah azza wa jalla, siombe jini wala malaika wala shaitani wala mtume wala kaburi, muombe Allah azza wa jalla kama Allah alivyosema wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Qala nasema wala yad'una ma'ahu ahadan wala yattakiluna, na wala wasitegemee takiluna, wala yattakiluna, na wala wasitegemee illa alayhi, isipokuwa kwake. Yattakiluna ni sawa na kusema wala yatawakkalun. Na at-tawakkul maana yake ni i'timadu alqalbi fi jalbi almanafi' ad-diniyya au ad-dunyawiyya, ni kuegemea moyo katika kuleta manfaa ya kidini au ya kidunia, maa mubasharati al-asbab, pamoja na mtu kutafuta sababu katika hilo. Kwa hiyo ukawa unamtegemea Allah lakini una sababu unaifanya, hiyo ndiyo tawakkul. Hiyo ndiyo tawakkul, manake wanayegemeza mambo yao kwa Allah azza wa jalla, hawamegezei mwingine yoyote. Hawaendi kuegemezea mambo yao katika makaburi wala katika mapango wala katika mawe wala katika miti, bali shida zao na matatizo yao wanaelekeza kwa Allah azza wa jalla. Qala wala yafza'una fi kulli halin illa ilayhi, wala hawafazaiki katika hali yoyote isipokuwa kwake yeye. Alfaza ni mtu anapofikwa na shadaid, mambo mazito, jambo zito limemtokezea katika nafsi yake au katika familia yake au katika riziki yake au katika uhai wake, akafikwa na jambo kubwa, jambo zito, hakuna kumwelekea zaidi ya Allah. Na Allah ameyataja haya ndani ya Qur'an, anasema amman yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard, nani yule ambaye mwenye kumjibu aliozongwa na matatizo pale tu anapomuomba. Kwa hiyo mja anapopata faza, akafikwa na jambo zito, mfadhaiko katika nafsi yake, katika watoto wake au katika familia yake, anajielekeza kwa Allah azza wa jalla. Wa idha massakumudh dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, lapokufikeni zito baharini mnabakia hakuna kumuomba isipokuwa yeye. Kwa hiyo wanaamini kwamba hakuna watakaowatoa katika matatizo au katika ile hali ya kuangamiwa wanayoiona zaidi ya Allah azza wa jalla. Qala wala yafza'una fi kulli halin, na wala hawafazaiki katika hali yoyote, yani kupata mfadhaiko, isipokuwa ilayhi kwake yeye. Wala yad'unahu bighairi asma'ihi alhusna, na wala hawamuombi yeye pasi na yale majina yake mazuri mno, kwa maana wakimuomba wanamuomba Allah azza wa jalla kwa majina ambayo ni mazuri, majina ya Allah azza wa jalla. Moja katika adabu za kumwomba Allah azza wa jalla mtu anapokuwa na shida, bali katika maombi ya kawaida anamuomba Allah azza wa jalla katika majina yake yaliokuwa mazuri. Na dua Allah, kumwomba Allah kupo katika sura mbili, kuna dua al-ibada na kuna dua al-mas'ala. Unamuomba Allah katika sura ya ibada na unamuomba Allah katika shida, katika matatizo. Kivipi? Si mfano hapa tuko msikitini nasubiri kusali sala ya Isha, unamuomba Allah tupe pepo kwa hii sala, manake tunaogopa moto na tunaitaka pepo. Kwa hiyo hii ni duaul ibada. Wewe ukiacha uzinzi, ukiacha ulevi, ukiacha mambo ya haram, manake unamuomba Allah akuepushe na moto na kuingiza katika pepo. Hii inaitwa duau al-ibada. Na kuna duaul mas'ala, yani mtu ana shida yake anamuelekea Allah, na hii ndio aliyokusudia shekhi. Wakati mtu anamuomba Allah azza wa jalla katika maombi yake, anatumia majina ya Allah yaliokuwa mazuri.
hafanyi ushirikina kama wengi katika watu wanavyoomba katika maombi yao, kwa baraka za Sheikh Hussein, kwa baraka za bwana fulani, tumekuja kwenu wakubwa, tupelekee shida zetu na mambo yetu kwa Mola aliye juu. Haya yote ni katika mambo ya shirki na mambo ya haramu. Kwa hiyo mtu anapomuomba Allah azza wa jalla, min asbabi al-ijaba, ijabati ad-du'a, kutumia majina ya Allah azza wa jalla yalikuwa mazuri. Kwa hiyo namuomba Allah, ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Raziq urzuqni. Unamuomba Allah azza wa jalla kwa jina lenye kuendana na ile shida yako. Unamuomba Allah azza wa jalla kwa jina lenye kuendana na shida yako. Kwa hiyo usende katika mizimu wala katika mapango, wala ukaambiwa kule mjini kuna makaburi ya masharifu waliokuwa kipindi hicho wakiomba mambo yao hujibiwa hapo hapo. Kwa hiyo wewe una shida yako, unataka mtoto, unataka kazi, unataka ufalme, unataka uongozi, ukaenda katika lile kaburi ukazunguka ukaomba. La, haya ni katika mambo ya kumtoa mtu katika dini. Mtu anayemuomba ni Mola wake mlezi aliyomweka katika hii dunia na anamruzuku katika kila nyakati ambayo yuko nayo. Qala wala yad'unahu bighairi asma'ihi alhusna, na wala hawamuombi Allah pasi na majina yake yaliokuwa mazuri. Qala wala yatawassaluna ilayhi bishufa'a, na wala hawamfikii yeye Allah kwa ashufa'a, hawa waombezi. Wala yatawassaluna ilayhi bishufa'a, na wala hawamfikii yeye Allah, hawaendi kwa Allah kwa kupitia waombezi. Sisi tunaambiwa kwamba wewe ukitaka kumwomba Allah wewe ni mtu dhaifu. Kwa hiyo wajibu wako uende kwa aliye juu, uende katika kaburi la wali fulani, la shekhe fulani, shida yako mpe yeye ndio akupelekee kwa Allah. Sasa hii tawassul hii kupitia kwa sura hii, haya ni katika mambo wanayofanya washirikina, na walipokuwa wakiambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shirki, wanasema la. Allah anasema wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wayaquluna haula'i shufa'auna, na wanamwabudu asiyekuwa Allah ambaye hawadhuru wala hawanufaishi, na wanasema kwamba hawa ni waombezi wetu, hawa ni waombezi wetu. Ukimkuta mtu Malindi pale katika lile kaburi, unafanyaje hapa? Nimekuja kutawassal. Huyu shekhe mkubwa alikuwa fulani fulani, na pengine Ramadhani historia zao zinatajwa. Unafanyaje hapa? Naomba ili maombi yangu yachukua nipelekee kwa Allah. Si anakwambia katika dunia ukitaka kukutana na rais, huwezi kwenda wewe mwenyewe, lazima upitie kwa mtu wa juu yake. Kwa hiyo utaenda kwa mbunge, utaenda kwa waziri, utaenda kwa kamishna, yeye ndo atakufikisha huko. Kwa hiyo ukitaka maombi yako afike kwa Allah, lazima upite kwa hawa wakubwa. Huu ni ushirikina ule ambao Mtume aliwakataza kina Abu Lahab na Abu Jahal. Kwa hiyo hii hoja yao ni mbovu kabisa. Na mtu kimwambia kwamba mimi najua kwamba huyu haumbi wala haruzuku wala yeye si Mungu, lakini mie maombi yangu nampelekea yeye nifikishie kwa Allah. Kwa hiyo huu ndio ukafiri ambao uliokatazwa katika dini ya Uislamu. Ukitaka kuomba muombe Allah, idha sa'alta fas'alillah. Ukitaka kuomba muombe Allah moja kwa moja, muombe Allah moja kwa moja. Na ukitazama aya iliyokuja kuhimiza ibada ya kuombwa Allah azza wa jalla, Allah ameiondosha katika utaratibu wa namna ya aya zote zinapokuja katika sura hii, kwa sababu lapokuja swali wa yasalunaka an kadha wa kadha qul, tumeambiwa sema. Wanakuuliza kitu fulani waambie sema. Wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan wa yasalunaka madha yunfiqun qulil afwa. Wanakuuliza kuhusiana hedhi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa. Ama ilipokuja masala ya ad-du'a, Allah akasema wa idha sa'alaka ibadi anni, hakusema qul, Allah akasema fa inni. Kwa nini? Kwa sababu masala ya dua Mtume hana nafasi ya kuombwa. Unayemuomba ni Allah azza wa jalla moja kwa moja. Na katika sehemu kubwa ambayo ushirikina umeingia ni katika mambo ya uombe, yani mambo ya maombi. Kwa hiyo anasema wala yatawassaluna ilayhi bishufa'a, na wala hawamfikie Allah azza wa jalla kupitia waombeaji, yani wale shufa'a, waombezi. Allah milikataza hilo. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhnihi, man dha alladhi, yani la ahad, hakuna yoyote mwenye kuombea kwake yeye Allah azza wa jalla isipokuwa kwa idhni yake.
man dha alladhi yashfa'u indahu ay la ahad yashfa'u inda Allah, hakuna yoyote atakayeombea mbele ya Allah illa biidhni. Kwa ile itikadi ya kuamini kwamba mimi si swali, dadangu anaswali, babu yangu anaswali, siku ya kiyama atakuja kuniombea mbele ya Allah kwa sababu wao wanafanya ibada, hili jambo halipo. Hakuna yoyote atakayeombea mbele ya Allah isipokuwa kwa idhni yake, na Allah atawakubalia watu wema katika jambo la uombezi. Na uombezi una masharti makuu mawili. Sharti la mwanzo, an takuna biidhnillah, yule ambaye atakayeombea aombee kwa idhni ya nani? Ya Allah azza wa jalla. Atakayeombea aombee kwa idhni ya Allah. Na athani, an takuna fi ahli tauhid, awe ni mtu alompwekesha Allah. Akiwa ni mtu mshirikina, uombezi wake haukubaliwi mbele ya Allah. Kisha akasema hadha khalqullah faaruni madha khalaqa alladhina min duni. Hadha khalqullah, huu ndio uumbaji wa Allah, nionyesheni madha khalaqa alladhina, kitu gani walichoumba wale ambao min dunihi, kinyume chake Allah azza wa jalla. قال نسمع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا, لن نشهدية kwamba hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah azza wa jalla peke yake, hana mshirika. Rabban, Allah ni mola mlezi, wa maabudan, na ndio mwenye kuabudiwa, maabudiwa wa haki Allah peke yake. Wengine wako wanaabudiwa lakini bibatil. Fa ghayru Allah in ubida fa bibatil, asiyekuwa Allah akiabudiwa ameabudiwa katika njia ya batil. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, لأن شهودية يقوم محمد نمجي واكي نمتمي واكي, الذي أمره أن يقول متمي أنباي الله من منبشة سيمي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. سيما لا أملك لنفسي, سيميليكي ونفسي يانغو نفعا منفى يوتي ولا ضرا ولا مضر يوتي. متمي anaambiwa semi na Allah jambo hili, la amliku li nafsi, mimi similiki nafsi yangu, naf'an, manufaa yoyote, wala dharran, wala madhara yoyote. Na haya wanayasema kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya kila kitu. Kuna watu wana itikadi hii kwamba Mtume yeye yu'ti wa annahu tutlabu minhu alhawaij, yeye ndio mwenye kutoa na shida zote zinatakiwa kwa Mtume. Huu ni ushirikina na huu ni ukafiri. Wayarfa'una aswatahum biddu'a, na watu wananyanyua sauti zao kwa kumwomba Mtume, ya Rasulullah ya Rasulullah. Hani katika mambo ya ushirikina. Mtume kishafariki upo katika kaburi, anayejua ghaibu ni Allah azza wa jalla, mwenye kujibu maombi ni Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ukimuomba muombe Allah azza wa jalla peke yake. Mtume anaambiwa la amliku li nafsi dharran wala naf'an, aseme similiki nafsi yangu manufaa yoyote wala madhara illa ma shaa Allah, isipokuwa kile ambacho anachokitaka Allah azza wa jalla. Kwa hiyo huu ulimwengu ambao tuko nao, at-tasarruf, kule kubadilika, kuendesha ulimwengu, at-tadbir, ni wa Allah azza wa jalla, la yushariku fihi ahadun, hakuna yoyote anayeshirikiana na Allah katika kuupanga ulimwengu na kuendesha mambo yake, kutoa riziki, kupanga mambo yake Allah, kuleta viumbe, kuisha, kufisha, yote anayefanya ni Allah azza wa jalla, la rusul wala almalaika wala ghayruhum, sio mitume wala malaika wala wengineo. Kisha akasema wakafa billahi shahida, na ametosha Allah kuwa ni shahidi. Sallallahu alayhi wa ala alihi at-tabi'in lahu fi salamati min al-uyub. Allah msalie mtume wake wa ala alihi, na watu wake. Alihi panakusudiwa watu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tamko la ali linatumika katika sura mbili, katika sura ya khassa na katika sura ya amma. Sura ya khassa nakusudiwa man harumat alayhimus sadaqa, wale jamaa zake Mtume ambao ni haram kuwapa zaka au sadaqa, wale jamaa zake. Alihi inakuwa ni wale watu wake Mtume katika jamaa zake wa karibu. Na alihi mara nyingine ikiwa katika maana ya amma, panakusudiwa wale na wale ambao man tabi'ahum min as-sahabat wa man tabi'ahum ba'dahum ila yaumiddin, walokuja baada yao kuwafuata katika masahaba na waliowafuata mpaka siku ya malipo. Na ukiona zimeambatanishwa alihi ahlihi au alihi wa sahabatihi, basi ujue alihi hapo manake ni jamaa zake. Na tamko la ali bimaana ahli, la maana ya watu. At-tabi'ina lahum, mwenye kumfuata yeye Mtume fi salama, Allah awape katika hali ya salama wa salama min al-uyub,
na waepukane na aibu, wa tathhirul qulub min i'tiqadi kulli shay'in yashub, na kuzitaharisha nyoyo kutokana na kile itikadi ambayo yenye kuiharibu moyo huo. Kwa hiyo huu ni utangulizi ambao tumeuanza nao juu ya kitabu hichi cha tathhirul i'tiqad an adran al-ilhad cha al-Imam Amir as-San'ani rahimahullahu ta'ala, alikufa au aliishi katika karne ya 9 miaka mingi iliyopita katika miji ya Yemen. Na kitabu hichi kinazungumzia kawaid na misingi juu ya kuifahamu tauhidi na shirki ambayo imeenea kwa wengi katika Waislamu leo, bali katika sehemu kubwa yenye kunasibishwa na ushirikina katika ulimwengu ni maeneo ambayo wako Waislamu wengi. Na kwa kuwa wengi katika watu wameacha kuisoma dini yao na wakawa wanarithi yale ambayo walikuta naye wazee wao, na wengine wakawachiwa mila na silka zenye kukinzana na Uislamu, lakini wakawa wanaona zina nembo ya dini, wakawa wanazifanyia kazi, hali ya kuwa ni mambo yenye kuwatoa katika Uislamu uliokuwa sawa na kuingiza katika moto wa Jahannam. Kwa sababu hiyo ndiyo tija ya shirki, ya kushirikishwa Allah azza wa jalla. Kwa kitabu ni muhimu mtu kukifahamu, kukijua. Na tunazungumza haya kwa nini? Sali tarawih zako, funga Ramadhani yako, funga sunna zako, toa zaka zako. Ikiwa huko katika tauhid, amali zako ni habaa manthura, huna chochote mbele ya Allah. Kwa hiyo msingi wa kuimarisha amali zako ni tauhid. Lazima umpwekeshe Allah katika matendo yako. Allah hakubali amali ya watu ambao wenye kumshirikisha katika matendo yao. Amali yoyote Allah haikubali. Kwa hiyo lazima tuzitengeze nafsi zetu katika jambo la kumpwekesha Allah na kuziweka mbali na shirki katika sura zake zote. Na katika jambo la mwanzo ambalo mja nitakana alijue ni kuijua tauhid na kuijua shirki ili aweze kujikinga nayo. Nas'alullah as-salamata wal afia. La tatakannaza